Kwa majina naitwa Romanus Germanus, ni katibu wa kikundi cha Msimbazi River. Leo tutakwenda kuangalia Msimbazi River inajishughulisha na nini kiujumla. Msimbazi River ni kikundi ambacho kinajishughulisha na utunzaji wa mazingira kiujumla. Tunatunza mazingira kwa namna gani? Tunatunza mazingira kwa namna mbili tofauti. Tunatunza mazingira na vyanzo vya maji. Vyanzo vya maji tunavilindaje? Tunavilinda katika hali ya kupanda miti na magugu maji katika maji. Kiuhalisia ni kutunza mto wa Msimbazi. Sehemu ya pili, kikundi hichi kinajishughulisha na utunzaji wa mazingira kwa ufugaji wa nyuki. Tunafugaje nyuki? Kuna eneo ambalo tumepewa lenye ukubwa wa takribani ekari 10. Tunatunzaje kwa kufuga nyuki? Tunaamini kwamba anapokuwa nyuki, binadamu kufanya shughuli zake za kawaida inakuwa sio rahisi. Ina maana eneo hili litakuwa salama na itaendelea kutunzwa. Kama ni kuna uoto wa asili utaendelea kunawili. Ila sehemu ya kwanza tunatunza kingo za mto Msimbazi. Tunatunzaje au tupo vipi? Kuna mamlaka ya bonde WRB. Tunapata vibali kwa bonde, tunatunza mto kwa vibali maalum ambavyo vipo kisheria. Na pia tunawashukuru sana watu wetu wa karibu, wadhamini wetu WWF pamoja na TBL. Ni watu ambao tunashirikiana nao kwa namna moja au nyingine katika utunzaji wetu wa mazingira. Hivyo kuna kila haki ya kuwaita nao ni wadau wa utunzaji wa mazingira kiujumla. Tutaenda kuona shughuli zetu ambazo tunaenda kuzifanya zote kwa ujumla. Tunatunzaje mto kwa kupanda miti na tunatunzaje mto kwa kufuga nyuki. Tutaenda kuona kwa vitendo kwa ajili ya kujielimisha zaidi. Ila shukrani sana kwa wadau wetu wa TBL, WWF pamoja na bonde la Wamiruvu. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Gideon Doliki Salum, kutoka kikundi cha Msimbazi River. Kama tulivyotoka kule ofisini, tumekuja hapa mtoni na ndo maeneo yetu ambao tunahifadhi mto. Umeona kama unavyoona hivi tunavyoendelea kupanda matete, tunapandia na magugu hapa. Haya, upande wa juu huwa tunahifadhi, tunaweka miti upande wa juu, tunapanda miti. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni endelevu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama WWF wasitoke, waendelee kutupa support, waendelee kutupa vitendea kazi. Kama unavyoona hali ya jinsi ilivyo, vitendea kazi kama magambuti, t-shirt hizi ni chache. Kwa hiyo tunaomba msaada mkubwa sana pamoja na TBL, waendelee kutupa msaada, kutuongezea miti tuweze kuhifadhi hizo kingo za mto. Kama unavyoona kingo zingine zinaendelea. Maeneo yako ilikuwa maeneo ya kazi ya watu, lakini zimesita kuondoka kutokana nini? Na kingo tushahifadhi mito. Kwa hiyo tunaombeni kama kuna wadau wengine ambao wanaweza kusupport katika hiyo swala tunalofanya Msimbazi River, wazidi kutusupport. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Hamisi Saidi Meli, ni mwenyekiti wa kikundi cha Msimbazi River. Huu ndo mradi wetu wa kwanza ambao tulioshirikiana na wadau wetu WWF na TBL. Karibuni twendeni tukaangalie mradi wetu wa pili ambao ulikuwepo katika msitu wa Kazimzumbwi. Kwa jina naitwa Rashidi Salum Lima, ni mwanakikundi ambaye tumefika kwenye mradi wetu wa pili na hawa ndo wanachama. Tunaingia sasa kwenye mradi wetu wa pili wa kutunza mazingira ambao tunajihusisha na ufugaji wa nyuki katika eneo la Pugu Kazimzumbwi. Kwa hiyo hawa ndo wanachama wa Msimbazi River na tumekuja huku kama tulivyotoka kwenye mradi wetu wa kwanza, sasa tupo kwenye mradi wetu wa pili na tunaelekea sasa kwenda kwenye kukagua na vitu vingine kuhusu mradi wetu wa utunzaji wa mazingira. Tunatumia mdudu nyuki kwa ajili ya kutunza mazingira. Na tupo hapa kwa hisani ya WWF na TBL ambao ndo wadau wetu wakubwa waliotuwezesha hadi kuwa na mradi huu katika msitu huu wa Pugu Kazimzumbwi. Karibuni sana. Kwa jina naitwa Romanus Germanus,
ni katibu wa kikundi cha Msimbazi River. Kama tulivyoanza, hii ni sehemu yetu ya pili ya mradi wetu ambao tunatunza mazingira kwa kupitia nyuki. Tunawezaje kutunza mazingira kupitia nyuki? Tunaamini kwamba sehemu ambayo anafika nyuki au alipo nyuki, binadamu kukatiza na kufanya shughuli zake za kibinadamu sio rahisi. Mara nyingi tunaamini kwamba shughuli za kibinadamu ndo zinapelekea kuchafua mazingira. Kama unavyoona, tunawashukuru sana WWF, Agriwezesha na TBL kwa pamoja. Wametusaidia sana na wametufikisha hatua kubwa kidogo katika mradi wetu wa nyuki. Shukrani tunawapa kwa sababu gani? Labda kama hivyo wametuwezesha mizinga mingi, wametuwezesha WWF wakishirikiana na TBL pamoja na Agriwezesha, wametuwezesha mizinga mingi, na sio kwa kikundi kimoja tu, ni kwa vikundi vingi. Tunawashukuru TBL, Agriwezesha pamoja na TFS wilaya ya Kisarawe kwa sababu TFS wametupatia eneo lenye ukubwa wa takriban kama ekari 10 ambao tunatumia kufanyia huo mradi wetu wa utunzaji wa mazingira kupitia nyuki. Tunawashukuru Agriwezesha. Wao ni taasisi ambayo imetuletea mizinga, yani imetufikishia mpaka eneo letu la mradi. Na tunawashukuru wakuu wa TBL pamoja na WWF kwa kuwezesha Agriwezesha kutufikishia mizinga hiyo, pamoja sio mizinga peke yake, ni vitu vingi sana ambavyo wametufanyia. Tunaseva, umeona bwana, hivi karibuni tunaweza tukavuna asali. Hivyo tunashukuru sana TBL pamoja na Agriwezesha wakishirikiana na TFS wilaya ya Kisarawe. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Gideon Doriki Salum, ni mjumbe kwenye kikundi cha Msimbazi River. Mimi kama mjumbe wa kikundi cha Msimbazi River hapa nazungumzia changamoto kama vitendea kazi. Wiki inayokuja tunataka tuvune asali, lakini kuna vitu ambavyo tumepungukiwa. Kama vitendea kazi unavyoona hivi hapa, hatuna. Tuna masaa kama matatu tu. TBL, WWF waweze kutusaidia vitendea kazi ili tuweze kufuga unyuki kwa nani za kisasa. Changamoto tulikuwa nazo kama hivi magambo tunavyoona, magambo yanatusumbua. Umeona? Pia tena tunapotoka kule vifaa vya kukamulia asali ni vitu ambavyo tumekuwa ni hafifu tena kwa upande wetu sisi. Na sisi kama unavyojua, kama mara kwa tunazungumza kwenye upande tunatoka sisi huwa tunatunza mazingira tu. Kwa hivyo vitendea kazi huwa ni haba. Kwa hiyo naombeni watu wa TBL, watu wa WWF, Magesen, kama mtanani mweze kukutana, mweze kutusaidia vitendea kazi. Asanteni sana. Lakini bado kama Msimbazi River kuna changamoto ya elimu ya mazingira kiujumla. Kwa mfano, unaweza ukaenda kwenye nyuki, hujui nyuki anahitaji ua gani, niweke mzinga eneo hili nyuki atakuja kwa wakati au la. Kwa kama WWF na TBL kama wadau wetu, tungewaomba sana kutuwezesha baadhi ya wajumbe wa Msimbazi River kupata elimu ya mazingira. Ingekuwa ni vizuri zaidi, maana hivi vitu tungevifanya viwe vikubwa na kwa utaalamu wa hali ya juu. Baada ya kuyaona yote hayo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza kipindi chetu salama. Pia napenda kuwashukuru serikali ya mtaa wa Pugu Station, viongozi wetu kama kamati ya ulinzi na usalama mtaa huu wa Pugu Station. Napenda pia kuwashukuru WWF kama wadau wetu wanaotuwezesha kwa 100%. Napenda pia kuwashukuru TBL kama wadau wetu pamoja na Agriwezesha. Nawashukuru sana, na watu wa bonde la WRB wa Miruvu. Nasema asanteni sana. Msimbazi River oye! Msimbazi River oye! Chapa kazi, tunza mazingira. Bla bla bla.